Kwingineko mtazamaji, wazazi wametakiwa kuwajibikia majukumu yao na kuhakikisha kuwa wanao wanaendelea na masomo ya msingi bila kutegemea ufadhili. Haya ni kwa mujibu wa mbunge wa Kandui John Makali baada ya kuzindua basari ya shilingi milioni 52 za hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge. Makali amesema kuwa ufadhili huo ni kwa manufaa ya familia zisizojiweza na kuwataka wananchi kuwa kielelezo cha utangamano wa eneo hilo. Makali amewataka vijana kukumbatia masomo ya vyuo vya kiufundi. Aidha, akisema kuwa wanafunzi 2000 kutoka wadi 4 za eneo hilo watapata msaada wa karo. Naomba nirejeshe. Nisema tutaweka elimu kipaumbele kwa sababu kama labda haingekuwa elimu, labda mimi singejulikana hata kidogo. Labda nilikuja kujulikana kwa sababu ya hiyo elimu kidogo yenye nilipata. Na tunataka pia watu wetu waweze kupata elimu. Hiyo tumesema hiyo there is no debate, hakuna mjadala. Lazima tusukume elimu katika constituency yetu. Na vile tena vile tulikuja tuliwaahidi ya kwamba tutakuwa na uwazi na uwajibikaji. Uwazi na uwajibikaji. Nilisema tutatoa maneno kwa ofisi, kufanyia vitu kwa ofisi, tuleta wapi? Kwa ground. Si tulisema namna hiyo? Tukasema hatutaki vitu kufanyia kwa ofisi, tutakuja tufanyie kwa ground. Wengi wananipigia masimu sana basi, nikasema maneno ya basari mimi iko kamati. Simaka wana bandu bake manano. Si ni watu wanatoka huku. Tukasema wacha maamuzi ya kuja. Ukiniuliza kwa hizi list nani amepata, mimi nasema mimi sijui. Kwa sababu wale wenye watapata na wenye watapata wote ni watu wangu. Kuambia wazazi, unajua watoto ni wetu wote, si ndio? Watoto ni wote ni wetu. Na sidhani kama ulienda kauliza mzazi mwingine kuwa nataka kuwa na mtoto. Si ndio? Sasa tujukumike, tuhakikishe kwamba watoto wanapata tu si elimu lakini elimu bora. Jamii zinazozunguka bwawa la Mwache katika kaunti ya Kwale tayari zimeanza kufaidika na mradi huu wa mabilioni ya fedha. Saroj Kumar kutoka Benki ya Dunia, mfadhili mkuu wa mradi huu, akiandamana na katibu